majina naitwa Masudi Salmu Msita, ni mkazi wa Bokwa hii. Hapa nimesimama kwa niaba ya wanabokwa wenzangu wote ambao wamenituma niwakilishe kilio chao kwako wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali ya yote namshukuru Mungu mwenye mapenzi aliyemridhia Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa rais wetu wa Tanzania kwa kura za kishindo. Lakini vile vile hekima kubwa aliyemjalia rais huyu akamchagua Daktari Lameck Mwigulu Nchemba kuwa mtendaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa amebeba utu. Nikupongeze sana kwa kuteuliwa kwako na kuridhiwa na bunge kuwa mtendaji mkuu wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimebeba kero za wanabokwa, lakini nikianza na kero mama ambayo ungewauliza kila mmoja hapa angesema hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea mawaziri wengi sana. Tumepokea hata maagizo kutoka kwa rais kulingana na swala kubwa la mgogoro wa ardhi baina yetu sisi Kilindi na Kiteto kwenye swala la mpaka ambalo tunagombea hapo. Kwa kuwa kila wenye mamlaka ya ardhi yao wanapanga matumizi sahihi, tukilima sisi tunapigwa, tunaambiwa hapa mlipolima ni Kiteto, tumepanga kwa ajili ya malisho. Kwa hiyo kinachowahusu hapa nyinyi ni kipigo. Kilio hiki tulimpelekea Waziri Mkuu ambaye umemrisi wewe. Alifika Kilindi na yeye tamko lake akasema, leo ujio wangu nimebaini mipaka yote inayoonekana Kilindi ni ya wizi, mpaka halali ni mmoja. Na leo naenda kuwatuma wataalamu wangu kuja kuhakiki mpaka. Waziri Mkuu alienda na wataalamu walikuja, waliwachukua watu kwenye vijiji wanaopakana na mpaka huo, walitembea hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Lakini baada ya hapo ndio wakarudi kwamba tunaenda kuwaleta wataalamu kwa ajili ya kuja kuweka alama. Wataalamu walipokuja kuweka alama walizuiwa na wenzetu wa upande mwingine. Walipozuiwa wataalamu walirudi. Waliporudi walikuja na mpaka unaitwa mpaka wa maridhiano. Sasa tunashangaa, Waziri Mkuu amesema hii mipaka hapa ni mingi, lakini ni wizi wa kweli ni mmoja, na watakaye kuja wafuate huo mmoja wake. Hii ya maridhiano, hawa wanayeleta ni wakina nani? Hofu yetu. Lakini juzi kati tukaletewa mpaka wa Daktari Samia Suluhu, tulitangaziwa na mkuu wetu. Lakini kwa hofu ile ya mipaka mingi, hata yeye bado tunahofu naye. Baba yangu mimi anayeitwa Amili Juma limerishiwa shamba lake, akatoa kilio hiki kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alijibu, mkiona ni shida mashamba haya acheni kulima. Haya ilikuwa majibu yake. Haya ndiyo maisha tuliyofikia wana Kilindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala jingine ambalo natamani kuliongea mbele yako kwa mtasari, wana Kilindi unayetuona sisi ni maskini. Baba zetu wametulea kwa shida, asilimali pekee wanaoitegemea ni ardhi. Lakini halmashauri hii ya Kilindi unayoiona, wanapoamua kujenga mahali fulani, wanamfuata mtu, wanasema hapa jitolee tupate maendeleo. Yuko baba yangu hapa anaitwa Mzee Kinyumbi, eneo lake limechukuliwa, imejengwa VETA. Hata hapa tunaposimama, masikini hao wenye ardhi hii leo wanapiga vibarua. Na hospitali hii haiwajui, hawana nafasi ya kutibiwa bure. Na yule Mzee Kinyumbi pale aliyenyang'anywa pale, hana uwezo wa kunufaika na VETA ile. Ombi langu kwako, kama kuna utaratibu wa kuichukua ardhi kwa raia, kuipeleka mahali pengine kwa matumizi mengine, na sisi ni binadamu tunaitegemea ardhi hiyo, tuwekeni kwenye mazingira ya utu. Kama mlivyoeleza kazi na utu, mnasonga mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na leo hapa kwenye jukwaa lako nimemuona kaka yangu Aweso na mbunge wangu nimemuona akisema maji yamekamilika. Kama sehemu nyingine itakuwa sawa, lakini kama Bokwa hii, mbunge wangu, mwambie Aweso maji hatuna.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema mbele yako, Kilindi inahitaji maji, Bokwa inahitaji maji. Alipokuja waziri wa maji mzee Aweso alisimama kwenye kijiji changu mimi na akasema maji yatapatikana na kipaumbele itakuwa hapa. Mpaka leo maji tuliona ya Waturuki tu waliochimba msikitini. Waziri Mkuu, nakwambia maji hatuna, na hata kama hauamini yakachukuliwe maji ya tanki lile, urambishe uonje ladha yake. Yale maji hata ukikoroga maziwa yataganda. Mheshimiwa Waziri, nikisema sana kwenye jukwaa hili nitakuwa kama nahutubia. Kama utanihitaji kwa maelezo ya zaidi, niko tayari kufanya hivyo. Asante.